Nikiwa kwenye muktadha huo, mtazamaji, taarifa ambayo ni ya kufedhehesha ni kwamba watu watatu wamethibitishwa kufariki wakati wa mgomo wa matatu hii leo. Watu wawili wanadaiwa kupigwa risasi na polisi mjini Kiambu, ambapo mmoja alifariki papo hapo huku mwingine akijeruhiwa na kutibiwa katika hospitali ya Kiambu Level 5. Huku haya yakijiri, mtu mmoja anadaiwa kuuawa kwa kupigwa risasi mjini Nakuru, huku tukio jingine kama hilo likiripotiwa mjini Kakamega na kufikisha idadi waliofariki kuwa watu watatu. Afisa wa polisi wa kike alijeruhiwa baada ya kuanguka kutoka kwa gari la polisi huko Kiambu. Kamanda wa polisi eneo la Nairobi, Issa Mohamud, ameutaja mgomo huo wa matatu kuwa kinyume cha sheria, huku akifichua kwamba washukiwa 225 wamekamatwa kuhusiana na maandamano hayo. Mitaa ya jiji la Nairobi na maeneo mengine ya jiji hivi leo yalikuwa ulingo wa makabiliano kati ya maafisa wa polisi wa kukabiliana na ghasia na wananchi. Waandamanaji wenye ghadhabu walichoma magurudumu ya magari na kuwasha moto kwenye barabara, wakilalamikia ongezeko la bei ya mafuta. Idadi kubwa ya maafisa wa polisi walishika doria kulinda maeneo ya biashara dhidi ya wahuni. Hata hivyo, wakazi walishtumu vyombo vya usalama kwa kutumia nguvu kupita kiasi kuwatawanya waandamanaji. Huko Kiambu, watu wawili walipigwa risasi, ambapo mmoja alifariki huku mwingine akipokea matibabu katika hospitali ya Kiambu Level 5. Katika miji ya Nakuru na Kakamega, watu wawili pia waliuawa kwa kupigwa risasi. It's unfortunate that we lost 4 Kenyans in today's violence, which also saw more than 30 people injured. Mali ya mamilioni ya pesa iliteketezwa na kuporwa baada ya maandamano yaliyopangiwa kuwa ya amani kugeuka na kuwa ya vurugu. Watu wawili walipigwa risasi na kujeruhiwa vibaya, huku biashara mjini humo zikiathirika pamoja na usafiri. Any attempt to block road, disrupt business, engage in violence will not lower the prices of oil, but will instead harm the economy, endanger lives, and that will attract also the full force of the law. And that's why you are here. Kulingana na kamanda wa polisi eneo la Nairobi, Issa Mohamud, magari 5 ya polisi na gari moja la kibinafsi yaliharibiwa wakati wa machafuko hayo. We will charge them with serious offenses, economic sabotage, and so many things, and the malicious damage of police vehicles. So they will face serious. They must get the full consequences of. Pia alithibitisha kwamba watu 22 walikamatwa kuhusiana na mgomo huo wa matatu. The police officers who were injured are 6, including me. You can see. This is a rock. So, if you tell me this is unarmed and a peaceful protest, you know what it means. You know what it means, this. So, I was not born like this. So this is a new, something added to my body. Shughuli za usafiri katika barabara kuu ya jiji Nairobi zilitatizika pakubwa baada ya wahudumu wa magari kushiriki mgomo, na sasa wahudumu hao wanasema katu hawatausitisha mgomo wao hadi pale kilio chao kisikizwe na serikali. Timothy Kipnusu, Darubini.